Mkurugenzi mtendaji na rais wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere Mzee Joseph Butiku ameibua gumzo kubwa nchini Tanzania baada ya kutoa kauli nzito kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa Chama cha Mapinduzi. Mzee Joseph ameeleza kuwa chama hicho tawala kinaonekana kutokuaminiana kabisa, kwamba kuna siku Watanzania wanaweza kuamua kukikataa na kuwapa nafasi vyama vingine kuongoza nchi. Kiongozi huyo mwandamizi wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere alisema hayo katika mahojiano maalum, akichambua kwa kina uhusiano uliopo kati ya chama tawala, serikali na wananchi. Mzee Joseph Butiku amebainisha kuwa hali hiyo ya kujiamini kupita kiasi inaweza kukiondoa chama hicho katika dhana ya kuwa taasisi ya kisiasa inayofuata ridhaa na badala yake kugeuka kuwa chama cha dola. Mchambuzi huyo ameeleza kuwa mtazamo huo unaondoa msingi wa ushindani wa haki wa kisiasa nchini. Kauli hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti na wadau mbalimbali wa siasa na wananchi wanaofuatilia mfumo wa utawala. Mzee Joseph Butiku anaamini kuwa tabia ya kutegemea nafasi ya muda mrefu inahitaji uwajibikaji kwa wananchi. Mgogoro huu wa kifikra unaweka bayana changamoto zinazoikabili demokrasia nchini Tanzania kwa sasa. Tathmini hiyo inazua maswali magumu kuhusu destiny ya vyama vya siasa katika kuendesha nchi. Jambo linalozungumzwa kwa sasa ni mtazamo wa kiongozi huyo kuhusu uwezekano na uelewano wa Chama cha Mapinduzi kupoteza uongozi wa nchi kupitia sanduku la kura. Mkurugenzi mtendaji na rais wa taasisi ya walimu ama mwalimu ya taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere Mzee Joseph ameonyesha kuwa chama tawala kipo tayari kisaikolojia kukubali matokeo ya mabadiliko ya kisiasa. Mjadala huu unahusu hatari ya chama cha siasa kujipenyeza na kujifanya sehemu kamili ya mfumo wa dola badala ya kubaki kama chombo cha wananchi. Mzee Joseph Butiku amefafanua kuwa mabadiliko ya mtazamo huo ni muhimu ili kuondoa dhana ya uongozi wa kudumu usiohojiwa. Taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere kupitia kiongozi wake inasisitiza kuwa demokrasia ya kweli inategemea utayari wa kukubali matokeo ya uchaguzi huru. Mjadala huu unaguza moja kwa moja msingi wa mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini Tanzania na haki za wapiga kura. Kiongozi huyo anaonyesha kuwa ushindani wa kisiasa unapaswa kuheshimiwa na pande zote zinazoshiriki uchaguzi. Kauli hii inafungua uwanja mpana wa kutathmini upya uwajibikaji wa viongozi waliopo madarakani kwa wananchi. Hali hii inaleta msukumo mpya katika majadiliano ya kitaifa kuhusu demokrasia na uongozi bora. Umuhimu wa kuripoti jambo hili unatokana na ukweli kwamba kauli hii inaguza msingi mkuu wa demokrasia na uchaguzi nchini Tanzania. Wananchi na vyama vya upinzani wamekuwa wakisisitiza kwa muda mrefu umuhimu wa kuwa na uwanja sawa wa ushindani wa kisiasa. Mkurugenzi mtendaji na rais wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere Joseph Butiku ameileta sura mpya katika uchambuzi huu kwa kuonyesha chanzo cha mkwamo wa kisiasa. Msikilizaji na mtazamaji unapaswa kufahamu kuwa hoja hii inaweka wazi jinsi gani mtazamo wa chama tawala unavyoweza kuathiri uwajibikaji wa serikali kwa wananchi wake. Kauli hiyo inaleta tija kwa sababu inahoji uwezekano wa wananchi kuleta mabadiliko ya uongozi kupitia njia ya amani na kura. Taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere imekuwa kwa siku nyingi sauti muhimu katika kuonya dhidi ya mmomonyoko wa misingi ya kiutawala na kidemokrasia nchini Tanzania. Kuripoti pia taarifa hii kunasaidia kuonyesha pia picha halisi ya mjadala unaoendelea kati ya watetezi wa mfumo wa sasa na wanaotaka mabadiliko. Mjadala huu unaguza maslahi ya kila Mtanzania anayetarajia kuona uchaguzi huru na wa haki. Kila sentensi ya Mzee
Butiku imebeba uzito mkubwa kutokana na nafasi yake katika jamii. Mfululizo wa matukio yaliyopelekea mzee Joseph kuzungumza unatokana na mahojiano maalum aliyofanya na MNS Podcast hivi karibuni. Mkurugenzi mtendaji wa rais wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere alitumia jukwaa hilo kueleza mtazamo wake kuhusu siasa za sasa. Kiongozi huyo alichochewa na mwenendo wa Chama cha Mapinduzi wa kuendelea kutegemea historia yake ndefu ya kiutawala Tanzania tangu kupatikana kwa uhuru. Mzee Joseph Butiku aliona haja ya kuwa taasisi ama historia pekee haitoshi kuhalalisha kuendelea kubaki madarakani bila ridhaa mpya ya wananchi. Taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere imekuwa ikifuatilia kwa karibu uhusiano kati ya chama tawala, serikali na raia katika mifumo ya kidemokrasia. Mchambuzi huyo alibainisha kwa utegemezi huo wa historia unapunguza utayari wa chama tawala kukubaliana na matokeo mbadala ya uchaguzi. Katika mahojiano hayo halisi, mkurugenzi mtendaji na rais wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere Joseph Butiku alieleza bayana kuwa CCM haiamini kama inaweza kukataliwa na wananchi wa Tanzania. Butiku alisema kuwa pale chama kinapofikia hatua hiyo huacha kuwa chama cha siasa na kuanza kuwa chama dola. Kitendo hicho cha kutoa maoni kimeibua mjadala mkubwa nchini kuhusu uwezo wa mfumo wa sasa kuruhusu mabadiliko ya kura. Athari za moja kwa moja ya kauli hii ni kuongeza shinikizo kutoka kwa vyama vya upinzani vinavyotaka mageuzi ya kisiasa. Chama cha Mapinduzi kwa upande wake kimekuwa kikijieleza kama chama kinachopata ridhaa ya wananchi kupitia uchaguzi mbalimbali za kikatiba. Hata hivyo, maelezo ya mzee Joseph Butiku yanaonyesha kuwa kuna mpengo kubwa kati ya kujieleza huko na uhalisia wa utendaji. Athari inayotarajiwa ni kuimarika kwa majadiliano kuhusu namna vya kuhakikisha vyama vinategemea kura badala ya nguvu za dola. Mkurugenzi mtendaji na rais wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere Joseph Butiku anaendelea kusisitiza kuwa uongozi lazima utokane na ridhaa ya umma. Butiku anaonyesha kuwa chama kinachotawala kwa muda mrefu kinapaswa kujiepusha na mtazamo wa kuchukulia madaraka kama haki ya kudumu. Taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere inaweka wazi kuwa misingi aliyoiasisi Mwalimu Nyerere mwenyewe inalenga kuweka wananchi mbele katika maamuzi ya nchi. Kiongozi huyo mwandamizi anaeleza kuwa kubadilika kwa chama kuwa chama cha dola kunaharibu misingi ya haki na usawa kwa raia wote. Mzee Joseph Butiku anafafanua kuwa njia pekee ya kulinda demokrasia ni kuruhusu sanduku la kura liamua hatima ya uongozi wa Tanzania.